ugonjwa wa kisukari utaendelea kuwa changamoto endapo mtu hatazingatia mambo makuu manne. Jambo la kwanza, mgonjwa wa kisukari anatakiwa kulitambua ili uweze kuondokana na hilo tatizo. Kitu cha kwanza, lazima utambue kisukari ni nini, lakini pia ni kwa vipi umepata kisukari. Kisukari ni mlundikano wa sukari nyingi ambayo imehifadhiwa kwenye seli zako za misuli na kwenye seli zako za ini, ambako kule kwenye ini imehifadhiwa kama mafuta. Na hili linawezekanaje au imekuwaje? Ni baada ya kula vyakula vingi mara nyingi vyenye kuzalisha sukari nyingi, ambapo watu wengi ukiwaambia kisukari wanahisi labda ni sukari ya kwenye chai, ni soda, ni juice. Pamoja na hivyo ndiyo, lakini kumbe kuna vyakula ambavyo vimetupelekea kuwa na excessive sugar kwenye miili yetu, kwa sababu ni vyakula ambavyo vimezoeleka. Kwa sababu watu wengi tunaishi kwa kawaida, watu wengi tunaishi kwa mazoea, watu wengi tunaishi kwa kama kawaida, ambalo ni tatizo kubwa na ni changamoto kubwa. Vyakula vipo ni vingi ambavyo vinaweza ukala na sukari yako isiwe juu, lakini kwa utambuzi, ukitambua kwamba kumbe kisukari ni nini, ni mlundikano wa sukari nyingi ambayo ni unwanted au iko in excessive, matokeo yake kongosho yako au imeacha kuzalisha insulin au inazalisha insulin lakini mwili hauchukui. Ndio ile mnaambiwa insulin resistance. Kumbe ukishajua kwamba kumbe kisukari ni sukari nyingi kwenye mwili wangu, kwenye damu yangu, lazima tu utakuja kujua hivi huwa natumia chakula gani? Ni vyakula vipi ambavyo vinanipelekea mimi kupata hili tatizo au kupata wingi wa sukari ambayo sasa haitakatiki. Matokeo yake badala ya kunipa nguvu, kwa sababu sukari ndani ya mwili ni kuzalisha nguvu, lakini kumbe wewe imekufanya nguvu yako imekuwa chini, nguvu imekuwa hafifu. Matokeo yake unajikuta umeishi kwa kujihukumu, umeishi kwa kuhukumiwa, umeishi mtu akikwambia una kisukari tayari unaanza kujisikia una low energy. Ndugu, ukisha yajua haya, matokeo ya kujua kwa nini una kisukari, namna gani, kumbe vyakula vipi vimepelekea nipate kisukari, tayari utaanza kujenga confidence, kwa sababu ni muhimu sana wewe kujua mwili wangu unahitaji nini, lakini kumbe ni nini ambacho kina ladha mdomoni lakini kwenye damu ni tatizo, kuepukana nacho. Utajikuta uko sawa. Point namba 2, nimesema uzingatie vitu vingapi? Vinne. Kitu cha pili, baada ya kuwa umetambua kisukari ni nini, lakini umepataje, kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya wewe ambaye ni mwanga wa kisukari, lakini pengine na wewe ambaye hutaki kujikuta umeingia kwenye tatizo la kisukari, safisha mwili wako. Safisha mwili wako, kwa sababu usiposafisha mwili ni kama vile unatengeneza uzalishaji wa magonjwa mengi, lakini kwa leo tunaongelea kisukari. Utasafisha na nini? Kuna product au tibalishe inaitwa Allomix, ambayo hakika kwa kuitumia ndani ya siku 7 wewe mwenyewe utakubali kwamba hapa kuna kitu kinatendeka ndani ya mwili wangu. Ukisafisha mwili, manake unapelekea mwili wako kufunguka. Mwili ukifunguka, una uwezo wa kureason, una uwezo wa kuhoji, una uwezo wa kusema hata huyu mtaalamu ameniambia nile hiki, hivi hiki kweli nikikila kinanipa haya matokeo? Na kwa sababu tuna uwezo wa kufanya majaribio sisi wenyewe. Sasa hivi wataalamu ni wengi na washauri ni wengi, na ni sawa tu, lakini jaribu kuona mtaalamu wewe amekushauri hiki, fanya kwa wiki moja. Mtaalamu B akakushauri hiki, fanya kwa wiki nyingine. Angalia mwili wako unakuaje, kwa sababu response ya nini umeweka kwenye mwili wako inakuja immediately. Lakini kwa sababu ule uwezo wa sisi kujisikiliza, ule uwezo wa sisi kufikiri umekuwa mdogo kwa sababu ya zile sumu ambazo zimeaccumulate kwenye mishipa yetu, kwenye mwili wetu kwa ujumla. Matokeo yake tunashindwa kupata matokeo na kuishi katika ile hali ya kuambiwa kisukari ni ugonjwa wa kudumu. Lakini kiuhakika kisukari sio ugonjwa wa kudumu, unadumu kwa sababu hujui nini kilisababisha, hujui umepataje, lakini wakati huo huo huna kawaida ya kusafisha mwili wako, kwa sababu hauli vyakula ambavyo vinakisafisha sumu ndani yake ambayo inaitwa antioxidant. Kitu cha 3, tibia kongosho lako. Kongosho itatibiwa kwa kutumia Simos Gel yenye bladderwrack ambayo imesagwa kwa kutumia maji ya shungite. Pata black pumpkin seed, pata amla powder. Hizo 3 zitakufanya kongosho yako iweze kuwa activated.
Sawa? Na baada ya hapo, hiyo ukishatumia hivyo vitakuwezesha sasa, au wewe mwenyewe utauwezesha mwili wako sasa kuanza kutumia akiba. Excessive sugar ambayo imekuwa stored kwenye seli zako za misuli na seli zako za ini, unapokuwa kujala masaa 6 ya mwanzo, maana mwili unaruhusu uanze kutumia ile sukari ambayo ipo kwenye mzunguko wa damu. Ukiongeza masaa 12 hujala, maana unaruhusu sasa mwili utumie sukari iliyohifadhiwa kwenye seli za misuli. Ukienda mpaka masaa 18 mpaka 24, unaruhusu mwili uende kuchukua ile akiba ambayo imejihifadhi kwenye seli za ini, ambayo kwa kule imehifadhiwa kama mafuta. Kumbe tunaona ndio maana kipindi cha mfungo watu wengi sukari zao zina stabilize, na watu wengine wenye magonjwa mengine wanajikuta kama ni pressure zinashuka. Kipindi cha mfungo watu wengi pineal gland inafunguka, anaanza kujikuta sukari yake inabakia sijui ni 4, 5, 6 wakati alikuwa na sukari ya 10, 12. Kwa hiyo kumbe ukishatibia kongosho, ukichelewa kutibia kongosho, maana yake umejiandaa kuwa mtumwa na muhanga wa kisukari milele. Kumbe ungeweza kufata utaratibu wangu huu ambao ni ushauri, na ushauri unaweza kuuchukua au kuuacha, lakini ndani ya mwezi mmoja ukaamua kwamba ngoja nifate utaratibu huu nione nitapata nini. Ninakuahidi na kuhakikishia huna cha kupoteza. Fanya kwa namna ambavyo wewe kwako utaona inawezekana. Ndani ya mwezi mmoja fata namna hii, alafu uje kuona namna gani ambavyo utakuwa umejifungua katika mnyororo wa kupoteza uchumi wako, kupoteza furaha yako, furaha ya wapendwa wako, na matokeo yake unajikuta wewe ni mtumwa wa madawa na kuishi kwenye jinamizi la kuamini kwamba kisukari hakiponi. Lakini baada ya kuwa umeshajua namna gani ya kutibia kongosho yako, kikubwa hii namba 4, ili uweze kutekeleza yote, namba 1, 2, 3, namba 4, lifestyle. Lifestyle watu wengi tumekuwa tukiambiwa of course kila mahali, lakini kwa bahati mbaya sisi tunao washauri hatuwaambii ni lifestyle ipi ambayo sasa ni sawa. Mimi naomba niseme au nikujulishe kwamba 80% ya uponyaji wa sukari yako ni vyakula, 20% ni mazoezi. Lakini pamoja na hizi 80% zote kwa umezitekeleza, usipokuwa na muda mzuri wa kulala na kupumzika, kwa sababu mwili unatoa sumu, unajisafisha masaa 4 kuanzia saa 4 mpaka saa 8 usiku. Na ukija kuangalia, ndio maana watu wengi wanapotaka choo asubuhi wakiamka, ni kwa sababu mwili uli-extract usiku na asubuhi unatoa uchafu nje. Pale inapokuja watu wanakula vyakula ambavyo vinapelekea mmeng'enyo wa chakula kuwa mgumu, hupati choo. Kama una tatizo la kisukari ndugu yangu na hupati choo, unatumia dawa za kila mshauri, za kila daktari, za kila hospitali, itakupelekea wewe upoteze maisha yako. Sio kwa maana ya kufariki, lakini kuna wakati itafika unatamani kufariki kwa sababu ya kero ya maisha unayoipata. Kwa maana upati choo, magonjwa mengine yatakuja yanayosababishwa na ukosaji wa choo, lakini sukari yako utashangaa, nafanya hivi, nakula kidogo, na nimeshauriwa nile sijui kidogo kama ngumi, sijui nimeshauriwa nile gimbi moja, sijui chipsi kidogo, sipati choo. Usipopata choo, sukari yako kupungua au kukaa kawaida itakuwa ni mtihani, kwa sababu ili kongosho iweze kupata, ili iweze kuleta vitu ambavyo wewe unavihitaji, lazima mmeng'enyo wako kwenye tumbo uwe uko sawa. Uchafu usijirundike kwenye tumbo lako. Pata choo kuanzia mara 2 na kuendelea kwa siku, na mwisho wa siku utashangaa sukari yako kumbe una uwezo kwa manage. Na vyakula kama ambavyo nimekuwa nikisema vinapatikana kwa wingi na vipo, na dawa zipo ambazo ni dawa sahihi. Lakini dawa hizo ili ziweze kukupa matokeo mazuri, zingatia huu ushauri. Nitafute wewe ambaye unaona mbona kama unanielewa lakini unielewi, labda naenda haraka au uko interested sana. Mimi ninapatikana, namba yangu ya simu nitaiweka hapo, lakini wakati huo tembelea mitandao yangu ya kijamii, na mwisho wa siku tuweze kuishi kwa pamoja kwa kujadili, kwa maana kuishi bila magonjwa na kuhakikishia inawezekana.